Hakuna. Nenda kaisi na mume wako kwa nyumbani kwako, mneka familia yenu. Naomba pole. Kuna ndugu zao na wao mzima, alafu ni mlango huo wa Saudi ni ndugu tu ameingia tamaa, mwana kwamba baba akubahatika kupata mtoto, wakaona kwamba wamdhulumu huyu mzee, wakaona tena hana thamani, kwamba unatakiwa uondoke hapa, huna haki kwenye hii nyumba, uondoke. Tuko hapa sasa hivi kutetea haki ya ile ndoa, maana tumewajua wakiwa wawili, mume na marehemu. Maana mimi nikifiwa na mume naruhusiwa kukaa kwenye nyumba ya mume wangu, na mwanaume akifiwa na mke anafukuzwa kwenye nyumba yake. Sasa hilo limekaaje? Unang'ang'ania mali wakati mtoto aje apasuka hata tumbo. Hiyo kitu ipo. Hiyo biashara si hatutaka mwananchi wa Murieti, tumesema na hatutaki tuone mwananchi wote anaonewa. Hatutaki. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Mashariki, kata Murieti, jijini Arusha. Mchana wa leo imejitokeza taharuki hapa katika eneo hili baada ya ndugu wa marehemu kumtaka baba ambaye alikuwa anaishi na mama huyu aliyefariki aondoke, kwa sababu tayari walishakwisha mpangia nyumba maeneo ya kwa Murombo. Kwa mujibu wa maelezo, inaelezwa kwamba huyu baba ambaye alitakiwa aondoke alimuoa mke wake ambaye alifariki hivi karibuni. Hivyo ndugu wa mke wakaja katika eneo hili kwa ajili ya kuomboleza msiba. Wamekaa katika siku kadhaa. Baada ya hapo sasa wakaanza kumgeuka mwanamume yule ambaye ndiye shemeji yao kwamba aondoke eneo hili, kwa sababu eneo hili la nyumba ni la mwanamke huyu aliyefariki. Lakini majirani, kwa sababu wanamfahamu mzee huyo pamoja na huyo mwanamke aliyefariki, walikuwa mke na mume na walifunga ndoa, wakasema kwamba hataondoka kwa sababu walitafuta pamoja na mwanamke amefariki, hivyo nyumba iliyopo hapa ni ya mwanamume. Ili lazimu jeshi la polisi kufika maeneo haya kwa ajili ya kuwachukua ndugu hao upande wa mwanamke ili waondoshwe katika eneo hili, kwa sababu wananchi walikuwa na hasira, kwa sababu wao walikuwa na mnyanyasa mwanamume huyo, kwa mujibu wa maelezo ambayo wanaeleza hapa. Mimi naitwa Michael Valeri Mbuya, mume wa marehemu anaitwa Zaiduna Bakari, mke wangu wa ndoa. Mwezi wa tarehe 23 mwezi wa 10 2016 alikuwa na maradhi ya tatizo la utumbo. Nimemuuguza kwa muda mrefu toka 2017. Shida hapa, mzee huyu ni mke wangu, nimeishi naye muda mrefu zaidi ya miaka 30. Tumeanzia nyumba za kupanga mpaka tumekuja kuhamia hapa. Tulikaa hapa kikao, tukamaliza kukubaliana kwamba kwa sababu nilikuwa sina mtoto na mume na tulifunga ndoa, nikakubali kuchukua familia yake moja niweze kuishi naye hapa. Tukakubaliana kwenye kikao. Lakini muda umekuja kunigeuka, kuniambia kwamba unatakiwa uondoke hapa, huna haki kwenye hii nyumba, uondoke na unitafutie chumba wanimilipangishia niondoke hapa. Sina haki ya kuishi hapa. Leo ilikuwa ndio mwisho. Umejenga wewe na mke wako? Marehemu mke wangu, na nimepambana naye akiwa mgonjwa mpaka nimemzika. Mke wako amefariki lini? Tarehe 17 mwezi wa 12. Tukamzika tarehe 20. Baada ya hapo sasa familia hii haitaki kuondoka. Wanachotaka wao mimi niondoke. Niwaachie wao, wanasema sina haki kwenye hii nyumba. Hamna barua yote. Na mwisho wakanishtumu wakaniambia kwamba wewe umehusika kumuua hata mke wako. Mimi kwa jina naitwa Segunda Uwe Kimario. Anatokea mtaa Murieti. Murieti Mashariki. Huyu baba ni jirani yetu, ndugu yetu, tunampenda sana. Alipata matatizo ni kama vile mpotelewa na mke wake. Sasa imefika mahali marehemu unakuta anatembea barabarani mwenyewe. Anaongea mume wa marehemu aliyefiwa anatembea barabarani mwenyewe, anaongea mwenyewe. Tukaona kama si wananchi, huyu baba anaweza akapoteza uhai wake. Kwa hiyo ndio maana sisi tumeamua kusimama kama wananchi kumtetea baba yetu kipenzi, tunampenda sana. Huyu baba mlimkuta lini hapa? Huyu baba mimi tangia nimehamia huko 2020. Huyu mzee nilimkuta akiwa anaishi na mke wake vizuri sana na walikuwa wanapendana. Umeona? Kwa hiyo watu ni kwamba sijai kuona labda siku wamegombana, hapana.
ni walikuwa wanapendana kweli. Watu tuige mfano wa mapenzi huyo baba na huyo mama walivyokuwa wanaishi, walikuwa wanaishi vizuri sana. Ni ndugu tu wameingia tamaa, mwana kwamba baba akubahatika kupata mtoto, wakaona kwamba wamdhulumu huyu mzee, wakaona tena hana thamani na ni haifai. Maana kama ni mtu ameweza kumuoa mwanamke na kumchukua kumbadilisha dini kutoka Uislamuni mpaka kuingia kwenye Ukristo, kapambana naye mpaka leo hii. Leo hii ndugu ndo anasema kwamba ndo walikuwa, yani ndugu ndo anang'ania tena mali ya marehemu, badala hata wamfariji baba wa watu, wamlee kama baba yao. Hii kitu imeniumiza sana kama mwananchi wa Murieti. Sisi kama majirani tumeamua watu waondoke na sheria ifuate mkondo wake. Na mimi pia na kuomba Mheshimiwa Kusaga, naomba unisaidie kumfuatilia baba mwanzo mpaka mwisho, mpaka siku atakapopata haki yake. Maana kuna wanawake wamekuja hapa wamesema hata huyo mzee ni bora angekufa, maana ndo aliyemuua ndugu yetu. Kwa hiyo naomba huyu baba kwanza, cha kwanza angepewa kwanza ulinzi, na pia watu kwanza leo wataki kuonekana katika area hii mpaka siku haki kama ni ya mahakama itakapotoa haki, basi wafate sheria yake. Mwandishi, nataka nikwambie kitu kimoja. Kuna familia imekuja kwenye mazishi, matokeo yake hiyo familia haiondoki. Inachotaka yenyewe mume wa marehemu ndio aondoke, awaachie makazi. Hicho wananchi hatujakubaliana nacho, kwa sababu inakiuka sheria na haki za ndoa. Ndio maana sisi tuko hapa sasa hivi kutetea haki ya ile ndoa. Maana tumewajua wakiwa wawili, mume na marehemu, lakini hao waliokuja na kung'ang'ania tena bila kufuata sheria, sisi hatujawatambua na tunaomba kwanza waondoke. Kama kuna sheria itawapa nafasi ya wao kuja kuishi hapa, waende ngazi za sheria, si kwa kutumia mamlaka hayo au kwa kuona wananchi wote wanaokaa huku ni wajinga. Sisi tunahitaji wafuate sheria, maana hamna anayepindisha sheria Tanzania, ila sheria ikisimama hakuna atakayeipinga, ili mradi waifuate, ila sio waje na sheria zao walizotoka nao huko nyumbani. Wamemzika ndugu yao, hataki kwenda makwao, wanataka mume ndio aondoke awapishe kwenye nyumba. Hiyo hakuna mwananchi atakayetaka kabisa. Nafsi yangu mimi kama mwanamke halijakaa sawa. Maana huyu baba na mke wake sisi ndio tunawafahamu. Sisi hatujui walitoka wapi, walianzia wapi maisha. Lakini sisi tunachojua ni hata siku ya mazishi ni mke wa nini? Mke wa ndoa, na wamekaa wote miaka 30. Sasa inakuwaje ndugu wa marehemu mje kumtoa baba mwenye nyumba na mkampangishie chumba tena kwa morombo miezi 3? Sasa inakuwaje yule baba akapangishiwe nyumba na wakati ana nyumba? Na kama kweli sawa nyumba labda sio haki ya marehemu hii nyumba ya huyu baba, kwa nini hawakufuata sheria? Sheria si zipo? Wangefuata sheria na sisi tungewaelewa, lakini sio kumlaza baba wa watu nje. Tulivyokuja kuongea nao wakasema nyie majirani ndio mnajua kilichofanyaje, kilichomuua. Sasa kama sisi tunajua kilichomuua, wenyewe kabla hawajaja mbona yule mama alikuwa mzima? Na siku waliokuja ndo akafa. Kwa hiyo wao ndo walikuja na hizo dawa za kumuua? Sio sawa kabisa. Yaani ina maana mimi nikifiwa na mume naruhusiwa kukaa kwenye nyumba ya mume wangu, na mwanaume akifiwa na mke anafukuzwa kwenye nyumba yake? Sasa hilo limekaaje? Waondoke. Jina naitwa Jonathan Philemon Kalai, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Mashariki. Ni sahihi kwamba hawa ambao walikuwa kwenye hii nyumba walitakiwa wampishe mwenye nyumba. Kama kuna utaratibu wa kufuata, kama kuna haki yao kwenye hiyo nyumba, kuna taratibu za kufuata. Maana yake ni kwamba, na mimi nilitamani wananchi wanisikilize kwamba nilikuwa na maamuzi gani kwenye jambo hili. Sasa maamuzi ni kwamba huyu baba majirani zake ndio wanamfahamu vizuri kwamba ndio anaishi na aliishi na mke wake. Maamuzi ni kwamba wale ambao wako kwenye hiyo nyumba tofauti na utaratibu, wao waondoke, waampishe baba mwenye nyumba, halafu kama kuna haki yao ndani ya hiyo nyumba, watumie utaratibu mzuri wa kufanyaje, kupata haki yao. Kama itakuja kubainika kwamba huyu baba sio muhusika, lakini taratibu ziwe zimefanyaje, zimefuatwa, kwa sababu madai yao inavyosemekana kwa wananchi, kwa sababu mimi nimesikilia kwa wananchi, sawa madai yao kwamba mmiliki alikuwa ni yule mama na hawajaoana sijui na mzee. Kama ni kweli, taratibu zipo za kufuata, taratibu za kisheria kuonyesha kwamba mrithi ni nani baada mtu kufariki. Lakini pia nataka niwaombe wananchi wenzangu
kwamba hawa watu kama hata wataondoka, lakini wataondoka kwa utaratibu, kwa sababu ngoja nataka kuwatoa kwa fujo, tunaweza pia tukasababisha hasara, kwa sababu hatujui kwamba nani yuko upande wa huyu baba, hatujui nani yuko upande wa wale. Naitwa Daudi Rafaeli, ni balozi wa shina. Nikaongea naye, kaniambia mimi ni yule aliyefiwa na mama. Nini shida? Natakiwa wale ndugu wa mama wananifukuza. Nikamwambiaje? Sasa nenda kwa nani? Kwa mtendaji, maana mtendaji analifahamu hilo. Basi akaenda kwa mwenyekiti wa mtaa. Baadaye nikampigia simu, "Umefikia wapi?" Akasema mwenyekiti ameniambia niende kituo cha polisi Murieti. Nikamwambia sawa, maana siwezi kuvuka ngazi ya mwenyekiti. Tukamalizana hapo. Nikakaa kama masaa mawili. Nilipokaa kama masaa mawili, mjumbe wangu wa mtawashina akanipigia simu. Aliponipigia simu akaniambia njoo hapa, maana kuna utaharuki. Akaniambia kuna utaharuki hapa. Si ndio nikafika. Nilipokuja ndio nikawakuta watu hapa hawaelezani basi nini shida. Ndio baadaye nikasema ngoja nimuite mwenyekiti. Sasa hii familia tu wakae chini, lakini kikubwa waangalie tu upande wa pili kwamba ni nyumba ni ya baba. Maana ndio mila na desturi ya kijamii. Kwa jina naitwa Halima Shabani, mjumbe wa balozi. Mimi nimetazama kwa jicho la tatu, ile jambo sio zuri, kwa sababu mama akifa anayetakiwa kubaki kwenye nyumba ni baba. Ilivyokuwa inasemekana baba alienda kupangishiwa chumba, ndugu wabaki pale. Na washauri ndugu waache tamaa. Yaani kilichotokea kiukamilifu si kama walivyozusha wenyewe. Hapo nimezusha. Kwa sababu kwanza mimi nimeshirikiana na babangu mkubwa mpaka hadi hapa nilipofikia. Na hata asubuhi nimetoka naye kuzungumza vizuri. Sasa sikuelewa changamoto hii imetokana na nini. Maana mimi baada ya kukata simu baba mkubwa, nimekuja nikashangaa wanakijiji umefika kwa lengo kwamba ondokeni. Sasa sikuelewa situation ni nini. Na nimempigia baba mkubwa ili aje ili anieleze, lakini hakupata muda kunieleza. Hapa ni kwa mamangu. Mamangu mkubwa. Kwa nini sasa mko hapa wakati msiba umeisha? Msiba bado hujaisha. Yaani watu wote unaona waliobaki hapa. Kuna wengine walitoka wamesharudi kwa lengo la kumalizia msiba, watu watawanyike. Na leo nadhani mimi nilishazungumza na baba mkubwa. Kwa kumaliza 40 ili tufanyaje? Ili watu waweze kutawanyika. Msiba ni wa mwanaume ama nyie ndugu? Sisi ndugu. Mume kwa nini mnamtenga? Hajatengwa. Labda asogee pia aje aniambia labda ametengwa. Yuko hapo. Sheria sisi wa Kristo tukishazika tunavunja ile siku ya 3 kila kitu kinaisha, lakini sasa hii ya 40 mimi hiyo sijui. Mpaka kinachoweka hapa mpaka sasa hivi mimi sijui. Kwa sababu hata ushirikiano na mimi tunakuwa hivi. Wanataka wewe uende wapi? Wanataka niondoke hapa. Nikapangishe nyumba. Labda ningemuuliza tena ile swali afu anijibu. Ndio, muulize. Baba mkubwa, mimi tumeshirikiana kwamba ili uweze kuondoka, aidha ni vipi? Naleta tofali, mama analeta simenti. Na mwacha mke ananipikia, naenda kutafuta huko. Naleta, tunaogeshana, ni mama anaumwa hapa. Leo hii iweje mali uliotafuta wewe na mke wako unakuja mashemeji wanakutoa kwenye nyumba yako, wakati wewe unatafuta na mke wako? Au ndugu zako walikuwa wapi wakati unaumwa? Walikuwa wapi? Hilo ndio swali. Sawa? Ngoja basi mwenyekiti, naomba tu nimalize. La pili, leo hii nimeumwa hapa, majirani wanafahamu kwamba fulani alikuwa anaishi na mama fulani pale, yule tayari ni mke wake. Balozi ananifahamu, jirani ananifahamu, huyu ananifahamu, mwingine ananifahamu. Mke wangu aje atolewe pale tu kimenomeno tu na mashemeji zangu tu, na wakati unafahamu fulani walikuwa wanapambana na mke wake pale. Hiyo kitu inakuja akilini kweli? Hata ukifuata sheria tu za nchi kweli hiyo kitu inakuja? Wakati kisheria wanakuambia sheria Tanzania wanakuambia ukiishi na mwanamke miezi 3 tayari ni mke wako halali, hata kama hujafunga naye ndoa. Iwaje mzee wameishi hapa, mimi wakati nahamia hapa mzee namuona hapa anatoka East Africa amefunga bati hapa begani anashuka nayo, anakuja hivi na mguu analeta hapa, alafu leo uje mwambie tu kwamba nataka mali ya ndugu wangu. Inakuwaje? Wewe ulikuwa hapa wakati tunatafuta? Wakati mzee anatafuta hao walikuwa wapi? Walikuwa disco, walikuwa wanapokezana huko, mpe mruke. Kwani miaka yote wasitafute? Au wakati huyu mama anaumwa, kwani wasije wakamwambia dada tumekuletea hata dawa?
wanamwacha mzee watu anauza mabango mjini eti. Tunamfahamu. Anatembeza. Leo hii uje umtoe kwenye nyumba wakati tunamfahamu. Wakati mimi nimehamia hapa huu ni mwaka 4 naishi hapa. Huu ni mwaka 4 naishi hapa. Na muona mzee watu anapambana kwa anauza mabango. Anakuja analeta bati, analeta simenti, wanasema mke wake. Leo ndugu simuona hata mmoja simjenge hata sura yake. Leo yeye aseme kwamba eti nyumba ni mama tumemzika juzi mwezi wa 12. Tumetoka tu kuzika hapo Njiro tumefika hapa mama anavua nguo anasema nataka nyumba yangu anavua nguo. Tukiwa hapa bado hatujalata chakula. Hiyo kitu inakuja. Unang'ang'ania mali wakati mtu hata apasuka hata tumbo. Hiyo kitu ipo. Hiyo biashara si hatutaka mwananchi wa Murieti tumesema na hatutaki tuone mwananchi wote anaonewa. Hatutaki. Na hapa kwenye nyumba leo mzee ajenge kwenye nyumba yake alale hapo. Bila hivyo tukiona mtu mwingine anaingia hapa serikali itatusaidia tu, itusaidie kwa hilo. Kwa kweli sisi tukubali kama wananchi. Sisi tumeamua tutaki. Hao ndugu wa marehemu waondoke wakaekae huko kwao. Amekuja mke na mume hapa. Mke na mume si wana kwao? Si waende kwao. Kama amekuja shemeji hapa, si ana kwao, si aende kwao. Kisheria utaratibu wake mwenyewe. Basi. Mme kama muondokewa na mke, ukiona kwamba siwezi kuishi mwenyewe, unaweza kutafuta mwenzako bado kaendelea kuishi naye. Sasa kama kisheria iruhusu, basi tuseme sheria iruhusu, basi kama ukishafiwa na mke usioe au usiolewe. Kwa hiyo bwana mwandishi wa habari, ili tunataka dunia ifahamu, sio nchi tu, dunia ifahamu. Kama hamna haki za wanaume siku hizi, tujue. Maana haki za wanawake ndio nyingi kuliko za wanaume. Tufahamu tu hilo. Safi sana. Maana hata kama sasa hivi nimedondoka hapa, mke wangu asizulumiwe. Inakuwaje mimi natafuta na mke wangu? Inakuwaje mimi natafuta na mke wangu? Alafu nimetokea sasa hivi Mungu ameniita. Mungu ameniita. Alafu mke wangu ananyanyasika na ndugu zangu, itakuwaje wakati natafuta na mke wangu? Hao ndugu zangu walikuwa disco. Walikuwa wanafanyaje huko? Kwani wasitafuta ya kwao? Mwanaume na ndevu zake ana boma yake. Baada kae kwenye familia yake. Inakuwaje anakuja kwenye boma ya shemeji yake kuja kumuingilia? Huyu baba mwenye nyumba ana haki zote za kustahili kuishi na hii nyumba kwa sababu za msingi. Hiki ni kifo kimewatenganisha na sio talaka. Kitu ambacho anachostahili kukitambua kwamba hii nyumba ni mali halali ya huyu bwana. Na ndugu kusema kwamba kumfukuza hapa au kumuondoa eti kwa masaa 12 ni kitu ambacho hakitawezekana. Kwa sababu mimi nilitoka nao tangia pale awali nikiwa nawapeleka kuanzia kwa mkuu wa mkoa, kwa mwenyekiti, tukamkuta msaidizi wake. Paka na barua za utambulisho wakati wanaenda kule juu mimi ndio nilikuwa nawapeleka nao, lakini kwenye kuwauliza maswali nikawauliza hivi, ni kwa nini wasingekubaliana tu na hii hali wakaondoka? Wakaniambia kwamba hawezi kuacha nyumba jamaa huyu mwanaume akaishi kwa sababu haimuhusu. Nikawauliza haimuhusu vipi? Kwa sababu ametokea kwenye nyumba za kupanga ndani ya miaka 30 wameishi wote, wameanzia kwenye nyumba za kupanga paka leo kuja kuwa majirani wetu huko chini. Alafu mumfukuze mtu kiwepesi. Ni kitu ambacho hakitawezekana. Wakaniambia wao dada yao aliuza kiwanja kule kwao ndo akaja akanunua huku. Na wakasema kwamba na hati wao ndo wanayo. Hati imeandikwa jina la mtoto, ambao mtoto mwenyewe ni mtoto wa dada yake, huyo ambaye anayedai hii nyumba. Nikamuuliza akiwepo tukiwa Ngusero kwa dada yake, tukamuuliza hivi kwamba una uhakika kwamba hati hii imeandikwa jina lako? Akasema ndio. Dada yake akamwambia tunaomba hii hati tuisome. Walipokutana na hii ni jina la huyu mama sasa ambaye aliyofariki, wakaambiwa yule dada wao kawajibu kawaambia hivi kwamba kwa sababu ni hati ya udada imeandikwa jina lake na yule ni mume wake halali wa ndoa, mwachieni muondoke. Wao walizidi kupinga na kung'ang'ania mali za marehemu. Walikuwa na maana kwamba aondoke ameenda kupangishwa huko akaishi huko huko Morombo kwa miezi 6 iliyopo. Baada ya hapo wao wauze nyumba warudi zao kijijini ambao ni Kondoa. Ni wakazi hapana, sio haki. Na hata nilipopigiwa simu, maana mimi ndo nilikuwa baada ya taharuki nilikuwa mtu wa kwanza kupigiwa simu na wao. Nilikuwa hapo nyumbani, nilikuwa napiga draft nyumbani. Nikatoka hapo nyumbani nikapanda hapa nikakutana na wananchi, nikaja hapa nikawasikiliza, wakaniomba niwachukue niwapeleke kwa balozi na kwa mwenyekiti. Nikawauliza mbona tipu ya mwisho baada ya mimi kuambia ukweli, mbona mmeenda wenyewe? Na hata nilipowapigia simu kaniambia sisi tumeshaenda. Imekuwaje leo mniite mniambie tuende kwa balozi na kwa mwenyekiti? Hiyo line leo imekuwa tamu sana kwangu au? Wakaniambia hapana, pametokea taharuki hapa chini, tumefukuzwa na majirani. Nikamwambia ni halali yenu. Wakati tunaendelea kusozana hapa, ndio jopo la watu likaendelea kujaa. Inabidi tuishi tu kwa amani na upendo, kwa sababu hii ni hatari. Kama mwanamke akifa mwanaume unafukuzwa nyumbani kwako, hii ni shida brother. Ndugu wako 6. Kwa sababu yule bwana yule pale unayemwona amechukua nguo zake anaondoka, yeye alikuwepo hayupo, alikuwa amejitenga kwa muda.
lakini wako 6. Hawa wote mimi nawajua. Hata yule anayechukua ni ndugu pia. Ndio amekuja kuchukua nguo zake aondoke. Mbona ishi hapa? Sasa mbona unaondoka? Sasa nimesikia nyumba imefungwa, sasa itabidi tu nizipeleke kwa hapa jirani. Si ni baada ya dadangu alivyofariki ndio nikaamua kuja kunani zake huku nani kilio.